Amen. Kwa jina naitwa Dina, natokea Dar es Salaam, baba natokea Makuu. Mimi nilikuwa nasumbuliwa na nguvu za giza. Inasemekana kwamba nilikuwa na nyoka watatu tumboni mwangu, lakini Mungu anitendea kitu. Kwa nilikuja katika madhabahu hii, mchungaji akaniombea, nikafunguliwa. Hebu nataka useme mwanzoni kabisa ilikuwaje? Ulikuwa unasikia nini? Nilikuwa nasikia maumivu makali sana. Kwa wanawake bali sema uchungu ule wa kuzaa hapo mara 10 yake. Nilikuwa nasikia maumivu makali sana, nilikuwa silali. Chakula changu kilikuwa ni meno yangu, nilikuwa nitafuna sana meno kutokana na maumivu makali. Lakini namshukuru Mungu sana. Ulipoenda kanisani kuombewa nini kikatokea? Nilipoenda kanisani kuombewa kule Dar. Ninaposemekana nikaja kuambiwa kwamba nilipoteza fahamu, nikawa naongea maneno ya kwamba nimetupiwa na nyoka tumboni katika tumbo langu na nyoka watatu ambao kizazi changu kwa kinauma sana. Yaani maya ilikuwa inasuguliwa kama mtu anasugua na jiwe au nondo ilikuwa na yaani hata siwezi kusimulia nilikuwa naongea. Baada ya kuombewa, baada ya kufika hapa mama wangu mzazi alikuja hapa amenikiwa dawa, akaja kumwelezea mchungaji hali yangu ilizidi kuwa mbaya sana dawa. Mama wakaja kunipata wazazi wangu Dar es Salaam. Nimekuja hapa ndipo nikakutana na mtumishi akaniombea. Baada ya kutoka hapa ndio nikasikia njiani hata hamu ya kula, nilisikia njaa ya ajabu sana. Nafika nyumbani ndio mama kupewa chakula. Lakini cha ajabu kwa kile kibinadamu nilitegemea nitaona wale nyoka kwa macho ya mnyama. Lakini baada ya kula kile chakula, nilipokuwa nakula usiku nikalala nimeumwa, kana mshangaa Mungu, mbona nimetoka kuombea lakini na hali mbaya sana, ni kama nilikuwa kufa. Lakini nimefika alfajiri nikashikwa na chooni haja kubwa, naingia chooni. Chooni hicho kitoa kwa kweli yaani kama mzoga aliyekufa hawemo ndani, yaani kuna nuka, yaani siwezi kusimulia, yaani nichoche sana. Wazazi wangu walikuna wakasema tunaamini tukiwa tumefunguliwa, kwani hiyo harufu na maana ilikuwa wewe ni tumboni mwako. Namshukuru Mungu kwa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Asante Dina. Lengo langu si tu kwamba aseme kwa sababu gani. Nataka nitoe maelekezo machache. Nimesema semina yetu inahusika hasa na wale ambao umeombewa na kuombewa alafu tatizo lako linabaki. Ziko sababu nyingi. Tunapokuwa tunaendelea na somo letu, utafika hatua ya kupokea kile ambacho umetafuta alafu hujapata. Na hata wewe ambaye hujaombewa, labda umeenda hospitalini, labda umeenda kwa waganga wa kienyeji, umetafuta na kutafuta imeshindikana. Sasa nataka nitoe maelezo machache kulingana na dada huyu, kwa nini mwanzoni alipoombewa hakufunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu moja kubwa. Hebu fungua Biblia yako kitabu kile cha Zaburi. Zaburi sura ya 68. Somo letu au ujumbe wetu kwa ujumla wake unasema yaliyoshindikana yanawezekana kwa neno la Kristo. Haleluya. Haleluya. Lakini leo subtitle itakuwa wokovu wetu ni Mungu. Kwa hiyo unaandika chini yake wokovu wetu ni Mungu. Wokovu wako ni Mungu. Kama unahitaji uponyaji, andika uponyaji wangu ni Mungu. Kama unahitaji uzazi, andika uzazi wangu ni Mungu. Yaani Mungu ndiye atakayenipa uzazi. Mungu ndiye atakayenipa uponyaji. Ndiyo maana na ndio somo nitakalokuwa nazungumza kwa dakika chache after majia roho wa Mungu atuhudumie. Neno linasema katika Zaburi ya 68
Anasema mstari wa 19. Anasema na ahimidiwe Bwana siku kwa siku kutuchukulia mzigo wetu. Mungu ndiye wokovu wetu. Haleluya. Sema Mungu ndiye wokovu wangu. Mungu ndiye wokovu wangu. Sema kwa kuwa unaamini vizuri, au sema kwa nguvu na ujasiri. Mungu ndiye wokovu wangu. Sema tena. Mungu ndiye wokovu wangu. Haleluya. Amen. Ukishajua akili na ukajua moyoni ya kwamba Mungu ndiye wokovu wako, hakuna namna ya kwamba tatizo litabaki. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ahimidiwe Bwana siku kwa siku kutuchukulia mzigo wetu. Huyu Mungu tunayemwabudu ni Mungu anayejali sana ya kwamba atabeba mzigo wako. Hata kuacha uendelee kubeba mwenyewe. Siku kwa siku anatubebea mzigo. Ule mzigo wa kunyanyaswa anakubebea. Ule mzigo wa magonjwa anakubebea. Ule mzigo wa kuonewa na mapepo na majini anakubebea. Ule mzigo wa kila aina ndani ya maisha yako. Huyo Mungu tunayemwabudu ni Mungu anayetubebea mizigo. Sema amen. Amen. Naye atakubebea leo kama ambavyo alimbebea dada huyu. Sikia mtu wa Mungu anaeleza yeye mwenyewe vile ambavyo maumivu yalikuwa ni makali mno. Sawasawa na kwamba mayai yake na via vyake vya uzazi vinasuguliwa na jiwe. Sio kitu kidogo. Lakini nataka nikwambie mtu wa Mungu, unaweza ukatafuta uponyaji usiupate kwa haraka unaposahau kweli hii ya kwamba Mungu ndiye wokovu wako. Nikisema hivyo namaanisha nini? Mara nyingine tunapokuwa tunakwenda kutafuta msaada, tunakosea kipengele kimoja, ya kwamba anayetenda ni Bwana. Na kwa kuwa anayetenda ni Bwana, lazima uliamini neno lake, sio neno lingine. Haleluya. Haleluya. Uliamini neno la Bwana badala ya neno lingine. Wengine mmekuja hapa leo, lakini kichwani kwako liko neno unalosikia kwa mganga wa kienyeji. Neno linasemaje? Hilo ambalo wamesema waganga ndilo unalotembea nalo. Ukiendelea kwa nalo lile, unaweza ukajikuta neno unaloambiwa na watumishi wa Bwana ukawa unachelea kuliamini, ukawa unachelea kuliachia nafasi. Ndio maana ninasema pia hata makanisani, tunapokuja makanisani wakati wa kuombewa, wakati mwingine mapepo yanaweza kutaka kusema, wakati mwingine twaweza kuyaacha yaseme. Lakini iko hatari moja. Yale yanayosemwa na mapepo, tofauti yake na kwenda kwa mganga wa kienyeji haiko. Na yale maneno ya mapepo kisha yasikia, ni ngumu baadaye kuwekwa huru. Kwa sababu utaendelea kuwa unaelewa hivyo. Yuko mtu mmoja ambaye mapepo yalisema ya kwamba umewekwa, nafsi yako imewekwa chooni. Sasa atakuwa anajuaje ni lini atafahamu ya kwamba nafsi yake inaondolewa chooni? Mtu mwingine ambaye mume wake alishafariki muda mrefu, akaambiwa mume wake yuko chooni. Atakapokuwa anakwenda chooni, lazima atakuwa anatokewa na mzimu wa mume wake. Hiyo ni michezo ya pepo. Linaanza tatizo lingine ambalo wewe hukuwa nalo. Nataka wana wa Mungu turudi kuelewa wokovu wetu uko kwa Bwana. Na kama wokovu wetu uko kwa Bwana, lazima tuliangalie neno la Mungu. Na hata watumishi pia tuangalie kama wanatuambia neno la Mungu
na sisi wenyewe pia tuangalie kama tunaamini neno la Mungu. Katika kuliamini neno la Mungu, wokovu wetu, nataka nikueleze kabisa, ni mwepesi mno. Sema amen. Wokovu wetu unatoka kwa Bwana, maana yeye siku kwa siku anatupepea mizigo. Neno la Mungu linaendelea kusema katika ule mstari wa 20, Mungu kwetu sisi ni Mungu wa kuokoa. Hebu sema, Mungu wangu ni Mungu wa kuokoa. Mungu wangu ni Mungu wa kuokoa. Haleluya. Amen. Kwetu sisi, Mungu kwetu sisi ni Mungu wa kuokoa. Anaokoa. Mungu tunayemwamini ni Mungu anayeokoa. Mungu tunayemwamini ni Mungu anayeokoa. Neno la Mungu linasema ya kwamba ni Mungu anayeokoa, na njia za kutoka mautini zina Yehova Bwana. Kama unataka kutoka mautini, unatakiwa kumsikiliza Yehova. Sikiliza mtu wa Mungu. Shetani kazi yake ni kuiba. Shetani kazi yake ni kuharibu. Shetani kazi yake ni kuua. Lakini Yesu Kristo alikuja ili watu wawe na uzima, tena wawe nao tele. Na ndio maana neno la Mungu linasema njia za kutoka mautini zina Bwana Mungu wetu. Unataka kutoka kwenye mauti, unatakiwa kusikia Bwana anasema nini. Neno lake Bwana na mkono wake Bwana ndio unaotutoa mautini. Nami ninalo neno kwa ajili yako wewe. Yawezekana daktari amesema una ukimwi. Yawezekana mawazo yako yanakuambia utakufa. Yawezekana matukio yamekuaminisha mambo mabaya. Lakini nataka nikwambie, yuko Mungu anayekupenda, ambaye amejifunua kwa jina la Yesu Kristo. Yeye anakupenda zaidi ya unavyojipenda mwenyewe. Naye aliyechukua magonjwa yako, naye alichukua mauti yako. Ndio maana yeye alikufa, ndio maana yeye alipigwa, ndio maana yeye aliteswa, ndio maana yeye alitemewa mate, ndio maana yeye alivikwa taji la miiba, ili wewe utoke mautini, ili wewe utoke matesoni. Yeye ni Mungu anayewatoa watu wake kwa kwenye mateso. Hebu sema amina. Nasema tena amina. Sema amina. Sema amina. Yeye ni Mungu anayewatoa watu wake kutoka kwenye njia za mauti. Maana ziko njia. Biblia imesema njia, haikusema njia moja. Ziko njia za mauti, lakini Bwana anasema njia za kutoka mautini. Njia hizo za kutoka mautini, hizo njia zina Bwana, naye ni njia itokanayo na Yesu mwenyewe. Unapoliamini neno, maana yake umetaka Yesu awe ni wincha kutoka kwenye shimo la mauti. Unapoliamini neno, umeamini ya kwamba Yesu awe ndiye mkono kutoka katika utelezi, awe ni mkono kutoka kwenye maonezi. Yeye ndiye utokea kama bouncer, akawakaba waliokukaba, akawateka waliokuteka. Halafu hadithi inabadilika. Sema amina. Oh, haleluya. Haleluya. Njia za kutoka mautini zina Yehova Bwana. Njia za kutoka mautini zina Yehova Bwana. Na ukijua namna hiyo, hautasumbuka. Ni rahisi sana kutoka mautini. Inawezekana ukatoka kwenye mauti yoyote ile ambayo shetani ameikusudia. Waweza kutoka mautini, maana huyo Mungu ni Mungu anayetuokoa. Maana huyo Mungu ni Mungu anayetubebea mizigo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa nini Yehova? Maana Mungu alipojifunua kwa jina la Yehova, ndipo Mungu alipodhihirika kwa uweza. Kila mara Mungu anapodhihirika kwa jina la Yehova, ni wakati alipodhihirika kwa nguvu, ni wakati alipokuwa Mungu aokoaye.
Jina lake ni Yehova. Katika Biblia utakutana na Mungu anayeitwa Yehova. Anaitwa Yehova Sidikenu. Yaani Mungu ni haki yetu. Watu wote wanaomwamini Mungu kwa jina la Yesu wa Nazareti, neno la Mungu linasema hakuna mwenye haki hata mmoja. Wote wamepotoka, wote wametenda dhambi. Unajua, kwa sababu ya kujiona wenye hatia, kwa sababu ya kujiona wenye dhambi, tunakosa ujasiri mbele za Mungu. Tunakosa ujasiri hata mbele za wanadamu. Tunakosa ujasiri mbele za ibilisi. Na ndio sababu shetani anakuwa na nguvu. Lakini sikie mtu wa Mungu, yule Mungu anayetuokoa amejifunua kama Mungu aliye haki yetu. Usijali ya kwamba unajua ni mwenye hatia. Yawezekana ulitoa mimba, yawezekana ulichukua mke wa mtu, yawezekana ulichukua mume wa mtu, yawezekana uliua, yawezekana ulitia sumu mtu akafa, yawezekana umekula rushwa, yawezekana umefanya mambo mengi. Mengine yanajulikana, mengine hayajulikani, lakini yuko Mungu aliyejifunua kwa sababu anataka kuokoe. Anajua kwa dhambi yako hakuna namna utatoka. Neno la Mungu linasema yeye alikuja akatuokoa. Katika dhambi yetu alikuja. Yeye akafanyika dhambi msalabani ili sisi tuwe haki. Tunayo haki tuliyoipata kwa njia ya imani. Neno la Mungu linasema ni ile haki iliyo katika Kristo Yesu. Nisikie mtu wa Mungu, utakapokuwa na uhakika wa ile haki tuipatayo kwa imani, ile haki tuipatayo katika Yesu Kristo. Sio haki kwa sababu nipo kwenye kanisa la walokole, sio haki kwa sababu nipo kwenye kanisa la Pentecoste, sio haki kwa sababu nipo kwenye kanisa la Assemblies. Wako Assemblies wengi ambao hawajaokoka, wako Pentecoste wengi ambao hawajaokoka. Nazungumza habari za kumjua Mungu, yeye aliyejifunua kwa jina la Yesu. Ndani yake ukapata haki, ndani yake ukapata haki. Neno la Mungu linasema ni ile haki ipatikanayo kwa njia ya imani, sio haki yako mwenyewe. Sikiliza mtu wa Mungu, wako watu wengi wameombewa hawakupona. Maana hata walipoenda kwenye maombi, walienda wakiwa ndani mwao wana hatia. Anasikia yeye ni mwenye dhambi. Biblia inasema kwa kitabu cha Isaya sura ya 54 na mstari wa 14, anasema utathibitika katika haki, nawe utakuwa mbali na kuonewa, kwa maana hutaogopa. Haleluya! Nayo hofu haitakukaribia. Mara zote unapokuwa una haki, umethibitika kwa ile haki unayoipata kwa njia ya imani, wewe unakuwa huna hofu, na ile hali ya kuonewa haitakujilia. Nisikie mtu wa Mungu, Bwana amekusamehe. Masamaha yamekuja juu yako kwa njia ya mauti ya Yesu Kristo. Natangaza kwako mambo ambayo tayari yamefanywa. Biblia inasema ile hati ya mashtaka iliyokuwa inakushtaki mbele za Mungu, ile hati iliyoandikwa ya kwamba ufai kwa jambo fulani, ile hati iliyokuwa inasema unayo kesi ya kujibu mbele za Mungu Baba, hiyo hati imefutwa. Hati ya mashtaka imefutwa. Naye hakimu wa kule juu, yule hakimu, yule jaji wa mbinguni amesema huna hatia. Nasema amesema huna hatia. Nasema amesema huna hatia. Kama Kikwete akisema nimetangaza mfungwa namba fulani na mfungwa namba fulani wamesamehewa kwa msamaha wa rais, niulize wale maskari jela wana kazi tena? Watapiga viboko tena? Watampatia kazi ya kufanya? Ameshawekwa huru. Kwa nini wote wanaona mapepo? Kwanza wana hatia maishani. Nani nataka mtu wa Mungu usitembee na hatia yako mwenyewe na hatia ya ukoo wenu. Umesamehewa ndani ya Yesu Kristo. Umesamehewa. Njia za kutoka mautini zina Yehova. Kwanza ni kujua ndani ya Yesu Kristo wewe ni mwenye haki.
haki tuliyoipata kwa njia ya imani. Haki iliyo katika Kristo Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mtu mwingine akasema kuokoka ni nini? Maana yake ni ndio maana nataka nikwambie kuokoka sio kama shauri. Kuokoka maana yake ni Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nataka nikwambie kuokoka sio kuhamia kanisa la wokovu. Kuokoka maana yake ni pale unapoelewa alafu ukaamini ya kwamba ulisamehewa, na kwa sababu ulisamehewa ukatambua ni mwenye haki, na ulipotambua ni mwenye haki ukajua masamaha yale yamekuletea ukombozi, na ukombozi wenyewe ni ukombozi wa milele. Haleluya. Amen. Ndani ya ukombozi kuna baraka. Amen. Ndani ya ukombozi kuna neema. Amen. Ndani ya ukombozi kuna uponyaji. Amen. Ndani ya ukombozi kuna mema. Amen. Sema amina. Amina. Sema tena amina. Amina. Nisikilize mtu wangu. Huyo mtu ambaye alikwenda kwa mke wa mtu halafu akapata ukimwi. Huyo mtu ambaye alikwenda kwa mume wa mtu halafu akapata ukimwi. Huyo mtu ambaye alitoa mimba. Nataka nikwambie moyoni mwake atakapokuwa anatafuta chochote, iko sauti inayosema naye. Ndio msababisha hapokee. Taka kupona inakwambia Mungu amekuhukumu. Unakula ulichopanda. Amen. Unaona? Lakini unaelewa njia zitokazo mautini zina Bwana. Amen. Zina Yehova. Amen. Kwa unajua ndani ya Yesu Kristo umesamehewa. Amen. Na msamaha ni maachilio. Amen. Na maachilio ndio neno lenyewe ukombozi. Amen. Unapoachiliwa maana yake umekombolewa. Unapoachiliwa maana yake na pepo aliyekuwa na nguvu juu yako hana nguvu tena. Amen. Ndio maana andiko kwenye Wakolosai limejipanga vizuri. Linasema hati ya mashtaka ile tushtaki akaifuta, akaigongomelea msalabani. Mstari wa 15 hiyo ni Wakolosai 2 anasema na enzi na mamlaka zikavuliwa. Habari njema ambacho ni Kiswahili cha kisasa ameweka vizuri akasema mapepo wenye nguvu wamepokonywa uwezo. Kwa hiyo wamepokonywa mapepo uwezo unapojua huna hatia. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nataka nikuulize swali. Kile kipengele kinachokuambia una laana ya ukoo kinatokea wapi? Kuna roho za nyumbani kwenu zinafuatilia maisha yenu. Unajua kinatokea wapi? Ni pale unapojua hujasamehewa. Lakini maana ya yale masamaha ina maana umesamehewa wewe na yamesamehewa mambo yote waliyofanya waliotangulia. Huhitaji kufanya kitu kingine cha ziada. Nataka nikwambie ukianza kuongeza mambo yako katika mambo aliyofanya Yesu, umeondoka kwenye neema, na ukiondoka kwenye neema unatafuta jambo jingine. Na ndio sababu kuna mambo mengi yanawapana watu wa Mungu leo kwa jina la mambo yanayoitwa ufunuo, neno la nabii, neno la mtume, na hatujajua hawa mitume ni kweli walithibitika. Nataka wewe mtu wa Mungu kwanza kabisa siku zote kuanzia leo, kama ulikuwa hujasikia, kataa kabisa kujihesabu ni mmoja wa waliolaaniwa. Hata kama babu yako alikuwa mfuga majini, hata kama baba yako alikuwa mganga wa kienyeji, ni yeye
wewe ulipookoka, sikia, ulikufa. Haleluya. Haleluya. Na kwa sababu ulikufa, Yesu alipofufuka, ulifufuka pamoja naye. Na kwa sababu umefufuka pamoja na Yesu, uhai ulionao sio ule uhai wa baba yako. Na kama huna uhai wa baba yako, laana ya baba haiko juu yako. Laana ya babu haiko juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Una swali la kusema, mbona kuna mambo yananifuata kama yalikuwa yanampata baba? Ndio maana unageuka na kusema unakosea. Mbona watu wanakupigia unasema sio hii? Unakosea namba. Unamwambia wrong number. Mwambie shetani ni wrong number. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unamwambia ni wrong number. Hallelujah. 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 Shetani ni mbishi. Shetani ni kilinganizi. Anahitaji watu wenye nguvu. Anahitaji watu wakali. Anahitaji watu wasiotaka mchezo. Anatakiwa kuambia koma. Anatakiwa kuambia usije tena. Nimeweka mpaka hapa. Ni mpaka wa damu ya Yesu. Sema amen. Sema tena amina. Hallelujah. Oh glory. Njia za kutoka na utengizi na Bwana. Nataka niseme umesamehewa. Ulitoa mimba umesamehewa. Ulifanya zina umesamehewa. Wazazi walikuacha umesamehewa. Yako msamaha kwa damu ya Yesu. Waefeso 1:7 anasema tumekombolewa kwa sababu ya msamaha yaliyo ndani ya damu ya Yesu. Bwana, ni muhimu sana ukajua hivyo ya kwamba yako msamaha, na kwa sababu ya msamaha wewe umeachiliwa. Sikia mtu wa Mungu, njia za kutoka mautini zina Bwana. Njia za kutoka mautini zina Bwana. Njia za kutoka mautini zina Bwana. Yeye anaitwa Yehova. Jina lake jingine anaitwa Yehova Rafa. Yani ni Mungu atuponyaye. Hilo ni jina lake. Hiyo ni sifa yake. Hivyo ndivyo alivyo. Ni Mungu anayetuponya. Sio Mungu anayetuletea magonjwa. Ni Mungu anayetuponya. Yeye kazi yake ni kuponya. Jina lake ni Mungu anayeponya. Lazima kama unaumwa wewe upone. Ni lazima upone. Haleluya. Jina lake ni Mungu anayeponya. Lazima atakuponya. Lazima atakuponya. Lazima kuponya. Inayo sababu kwa nini akuponye. Mwili wako ni makao yake. Kama unakaa kwenye nyumba chafu, lazima unasafisha. Kama choo kinanuka, unanunua jiki, unanunua na dawa zingine, unasugua mpaka panatakata. Sikia mtu wa Mungu, Mungu hakai kwenye roho yako tu, Mungu anakaa kwenye mwili wako. Wewe mwili wako ni hekalu la Mungu. Wewe ni makao ya Mungu. Sikia mtu wa Mungu, yale majitu katika ile nchi ya Kanaani halikuwa tatizo la Waisraeli pekee, ilikuwa tatizo la Mungu pia. Nataka uelewe hivyo. Matatizo ulio nayo sio tatizo lako peke yako, ni tatizo la Mungu pia. Mungu anataka uwe mzima ili umwabudu. Ndio maana lazima atafurusha magonjwa. Nina uhakika lazima utapona leo. Leo lazima upone. Leo lazima upone. Leo lazima upone. Kwa sababu unataka uwe mzima. Mguu umevunjika, lazima uwe mzima ili utembee kupeleka injili. Umevunjika, lazima uwe mzima ili uruke kumsifu. Mikono inauma, lazima iponywe ili utembee kazi. Na kwa sababu ya kazi utumikie Mungu kwa mali yako. Moyo hauendi vizuri, lazima upone. Anataka uwe na afya. Miaka 50 unadunda, miaka 60 uko vizuri, miaka 70 kama kijana, miaka 80 kama una afya. Bwana ni Yesu akuponye. Wewe ni akuponye. Wewe ni akuponye. Oh, glory to God.
Kuna kitu kinatokea leo. Leo ushuhuda sio wa mwingine, ni wa kwako wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninaposema wokovu wetu ni Mungu, maana yake huna sababu ya kuchua. Hata kama kuna uwezekano wakati mwingine Mungu anaweza akatueleza sababu ya tatizo, lakini nataka uelewe uponyaji wetu upo kwa Mungu. Kwa hiyo tafuta habari kwa Mungu. Watu wamezuiwa kwenye neno kutafuta habari kwa mapepo. Wana wa Mungu naendelea kurudia, kama pepo tunasema hapo kanisani tukalisikiliza, tofauti yetu na kwenda kwa mganga haiko. Na ndio maana tunaweza kujikuta matatizo yetu yanaendelea. Mnakaa kimya kwa sababu mnaona kwenye TV tumishi wenye majina wanafanya hivyo, wana sababu zao. Lakini katika kujenga mwili wa Kristo, hiyo sio sawa. Maana wao ukiasikia anayosema pepo, utaendelea kwa katika kifungo. Taka salama wewe nisikie kutoka kwa Bwana. Haleluya. 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 Na ulioambiwa kwa waganga, ulioambiwa mapepo yalisema, hebu weka kosa. Ngoja uambiwe na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana wokovu wetu unatoka kwa Bwana. Wokovu wetu unatoka kwa Bwana. Siku moja Morogoro, watu walikuwa wameandaa mkutano. Akaja mhubiri mmoja akasema yeye kabla hajaokoka alikuwa mchawi, na alikuwa mchawi alikuwa anakwenda kuzimu. Yaani kwenda kuzimu ilikuwa kama kwenda Dar es Salaam. Kutokea Morogoro kwenda Dar es Salaam ndivyo ambavyo yeye kwenda kuzimu ilikuwa ni rahisi kabisa, kama mtu kupanda hudi ama budi kutoka Morogoro kwenda Dar. Alafu ni kwenye kanisa ambalo wanapenda shuhuda za namna hiyo. Maana kuna siku nyingine tena kwenye ile kanisa alitokea mtu aliyesema kabla sijaokoka nilikuwa jini. Nimebadilika kwa mwanadamu sio muda mrefu. Baada ya kubadilika ndipo nikawa nimeokoka. Ingelikuwa inawezekana namna hiyo, mapepo yote na majini yote yangebadilika. Maana wanajua wokovu ulivyo. Lakini kanisani kabisa hakuna wasiwasi. Kwa nini fanyaje? Tunaua wachungaji. Ngoma kwa maagent makanisani. Unapoona wadada wanakuja na nguo ya mpasuo, hao ndio wenyewe tulikuwa tunawatumia. Sijui nini na nini. Kwa hiyo inakuwa inaeleweka kila atakayekuja na nguo ya mpasuo. Lakini muulize mwenzako, ni kweli? Kila atakayekuja ngozi na wakawaka, kajipaka mafuta vizuri, ameenda saluni wamemtengeneza tayari, ndio wenyewe. Kwa kanisa linakuwa ni witch hunter and demon hunter. Ni kanisa linalotafuta shetani uko wapi na mapepo yako wapi. Tayari tumeshatoka kwenye njia. Tumetakiwa sisi kutafuta uwepo wa Mungu, sio uwepo wa mapepo. After all, shetani ni nani? Hana chochote ukishamwamini Yesu. Shetani alishaharibiwa. Shetani alishaharibiwa. Waebrania 2 mstari wa 14 na wa 15. Shetani alishaharibiwa. Kuna sababu ya kutafuta yuko wapi? Alishaharibiwa. Kazi zake pia zimevunjwa. Waraka wa Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 8b. Kazi zake zimeharibiwa. Sababu ya kuwa na wasiwasi ni nini? Ni kutokuamini. Na kanisa bado halijatakasika na fikra za waganga na wachawi. Lakini changamka mtu wa Mungu, shtuka. Acha kuangalia
Maana kama kuna mchawi kaja kanisani, hatuna kazi, yani hatuna sababu ya kumtafuta, kujua ni nani. Tunachotakiwa sisi ni kutafuta uwepo wa Mungu. Mchawi kwenye uwepo wa Mungu ana mawili tu, aondoke au afe. Hawezi kukaa. Sasa wasiwasi wa nani mchawi hapa leo? Nani mchawi? Nani mchawi? Ni kupoteza. Nani mwenzako ninaelewa? Na hofu ya kuogopa wachawi. Mwambie mwenzako na hofu ya kuogopa wachawi. Na Freemason. Inatoka wapi? Wakati huo umefichwa ndani ya Kristo. Unaogopa nini? Hujaokoka basi. Funga mkono wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu nimeahidi kuwa namaliza mapema, ngoja nikuonyeshe kitu kimoja tu, alafu tutakuwa tumeweka koma, tunakwenda kesho kati tupate kuombewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Usisahau tulipoishia. Mimi sitasahau na wewe usisahau tulipoishia, ili tuanzie hapo kuendelea. Haleluya. Amen. Njia za kutoka mautini zinapona. Yesu ameshatengeneza njia kutoka kwenye ukimwi. Yesu ameshatengeneza njia kutoka kwenye kansa. Yesu ameshatengeneza njia kutoka kwenye ukimwi. Yesu ametengeneza njia kutoka kwenye utasa. Yesu ametengeneza njia kutoka kwenye mateso yako. Tayari ameshatengeneza njia. Na kwa sababu ametengeneza njia, amini ya kwamba leo wewe unawekwa huru. Na unajua ni kwa nini tuna uhakika utapona. Tuna uhakika utapona kwa sababu ya hayo niliyosema, lakini pia tuangalie andiko lile lile. Nao Mungu atakipasua kichwa cha adui zake. Utosi wenye nywele wa mtu afulizaye kukosa. Haya ni maneno yanayozungumza kwa kile tulichosoma kwenye Waebrania 2. Kwamba kichwa cha yule aliye adui kimepasuliwa, ameharibiwa. Maana alisema uzao wa mwanamke utakiponda kichwa. Ikishapondwa kinaharibiwa. Ndio maana Daudi naye alipomangusha Goliati, alichofanya kukata kichwa na kukionyesha Waisraeli wakione ya kwamba kichwa kimeshatoka kwa Goliati. Nataka ujue kwa uhakika ya kwamba kichwa hakiko kwa shetani. Tayari alishakatu kichwa chake. Mamlaka yake anayo. Hana nguvu kwa walio katika Yesu Kristo. He is rendered powerless. Hana nguvu yoyote. Hana uwezo wowote. Ni kama hayupo. Kinachokusumbua ni kutokuamini. Namba 2, udanganyifu uliouamini. Mnapenda kuamini uongo zaidi ya ukweli. Na mkiambia ukweli kama huo, nafikiri mtoyaji sijui hajaelewa mambo yanayotupata wengine. Lakini hili ndilo neno la Mungu. Amen. Liamini hilo halafu napona. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ukiamini maneno ya namna hii unajua unapona, wakati mwingine hata ukiwa hisi unakuswa tu umeshapona. Au unashangaa tumeshasimama unasema tayari nilikuja mgonjwa sasa hivi nimeshapona. Kwa sababu neno hili kiliamini wewe ni mzima tayari. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana alisema kutoka Bashani nitawarudisha. Kama ulienda kuwekwa mahali, yeye ameshakurudisha. Kwa kazi ya Yesu ya msalaba, rudisha kurudishwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio kuna kingine nacho cha kushangaza sana. Mtu eti ameokoka. Umeokoka kabisa. Ninaona wewe umeshawekwa msukule. Unajua tatizo lingine ni kwamba hata hamtafuti kamusi uangalie msukule maana yake. Msukule ni mtu ambaye alikufa kimazingaombwe, lakini kumbe bado hajafa. Unanielewa? Amen. Wakati wanazika kwa mambo ya ushirikina haya na uchawi, hawakuzika mtu ila walizika kitu cha mazingaombwe, labda mgomba wa ndizi. Ndicho walichozika. Ila yule mtu yuko hai. Na kuna siku sasa atakufa. Watamzika wao waliomteka mateka.
Unanielewa mtu wa Mungu? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Msukule hawezi kuwa anatembea na kula ugali wa kawaida. Haya yote ni maneno mnayoambiwa na watu na mtaka kuyaamini. Huwezi ukawa unatembea hivi, halafu unakuja kanisani unanena kwa lugha, halafu unaamini wewe ni msukule. Yaani mimi sielewi wapendwa wa Tanzania wamelogwa na nani. Sielewi kanisa limelogwa na nani. Yaani wewe unatembea hivi, nimeambiwa mimi ni msukule. Shida ya watu ukishasema tu hivi tayari anaonea hivyo mhubiri fulani. Tunatakiwa kuzungumza kweli ya Mungu wazi wazi. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo msukule kama ni yule ambaye alikuwa ameenda kufungwa huko, tulikuwa hatujui, watu wakadhani alizika ndio akaja, tunatakiwa kuelewa. Lakini pia wakati mwingine mahali pengi wote waliokuwa msukule hakuna hata mmoja aliyekuja akasema huyu kweli ndio ndugu yetu. Hilo nalo ni lazima kujiuliza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini nataka wewe uelewe ndani ya Yesu Kristo ukishakuwa umeokolewa, namna yoyote iliyofanyika ya kichawi ambayo huwa inafanywa juu ya wanadamu ilishabatilishwa. Wewe umekombolewa. Kama unaamini Injili, hakuna namna chochote cha kichawi kina nguvu juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ulisharudishwa. Nasema nilisharudishwa. Haleluya. Haleluya. Amen. Ulisharudishwa. Amen. Wewe ulisharudishwa. Hivyo ndivyo neno linalosema. Neno la Mungu linasema hivi. Ngoja nikusomee tena. Mstari wa 13 kitabu hicho cha Zaburi 74. Wewe umeipasua bahari kwa nguvu zako. Umevivunja vichwa vya nyangumi juu ya maji. Hili nalo linazungumza hicho ya kwamba Mungu kwa njia ya makucha ya Kristo Yesu ameshamharibu shetani. Kwa hiyo anayesababisha moyo wako unaenda mbio, anayesababisha usiku kila siku unaota majoka, anayesababisha kila siku na matatizo, huyo alishafunjwa nguvu. Anachokifanya kwako ni kinyume cha sheria. Ukishaelewa hivi, itakuwa rahisi sana kutoka kwenye shida na unatoka leo. Amen. Nasema unatoka leo. Amen. Nasema unatoka leo. Amen. Nasema unatoka leo. Haleluya. Amen. Nasema unatoka leo. Amen. Nasema unatoka leo. Kuna miezi 4 mfululizo unaona damu imekuwa inaendelea na kuendelea. Tena sio kidogo. Imekuwa ni damu nyingi. Leo hii ni mwisho. Nasema leo ni mwisho. Nasema leo ni mwisho. Umekuwa unakohoa kila unapofika saa 6. Unakohoa mpaka unapofika saa 9. Leo ni mwisho. Nasema leo ni mwisho. Nasema leo ni mwisho. Unafanya kazi unapata pesa, lakini usioni. Unashangaa sana pesa zako usioni. Leo ni mwisho. Bwana afanyaye hayo amepasuliwa kichwa. Amepasuliwa kichwa. Haleluya. Haleluya. Yeremia yaliyoshindikana yanawezekana, kwa sababu anasema Yeremia 32 mstari wa 17, Bwana Mungu, tazama wewe umeziumba mbingu na nchi kwa uweza wako mkuu na kwa mkono wako ulionyooshwa. Hapana neno lililo gumu usiloliweza. Hapana neno lililo gumu usiloliweza. Mstari wa 27 sura hiyo
Tazama mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote nisiloweza? Luka sura ya 1 mstari wa 37. Luka sura ya 1 ule mstari wa 37 anasema, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna kitu ambacho watu kioni katika hili andiko katika Biblia ya Kiswahili. Tafsiri za lugha zingine zinaonyesha hilo neno, anaposema neno hamaanishi anaposema neno labda unaweza kusema labda uvimbe au sijui. Yale yote ni katika yale maandiko niliyotangulia kuyasema. Lakini hapa anazungumza neno la Mungu. Yaani Mungu neno lake anapokuwa amelisema lina uwezo wa kujitimiliza. Kwa hiyo unganisha anachosema katika Yeremia. Je, kuna neno gumu nisiloliweza? Ni uvimbe kuuondoa, Mungu anashindwa. Ni ukimwi kuuondoa, je, Mungu anashindwa? Sasa unganisha na ukweli huu. Yeye alishasema hata kama umefungwa na mwenye nguvu, mimi nitakuokota kwenye mikono yake. Ameshasema usiogope kwa maana nitakuokoa. Hicho unachoogopa kwamba utakufa nacho hakitakuua. Hautakufa kwa huo upanga. Maana umenitumaini. Hilo ni neno lake. Neno lake linaweza kujitimiliza. Mungu atatimiliza neno alilosema. Umekuona kitu unang'ang'ania Mungu atende, anakitenda leo. Nataka Mungu atende kitu, anakitenda leo. Mungu anakitenda leo. Hebu wakati tunaomba tusimame. Wakati huu tunazo dakika chache, lakini ngoja tumruhusu mkaka tena atupeleke katika wimbo mmoja tu kwa dakika 5, halafu tumwachie Roho wa Bwana akuhudumie.